Tangaza habari njema za Bwana Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na ama hakika hakuna Mungu mwingine kama yeye. Na siku ya leo nitaenda kusema nawe habari kwa ufupi sana, lakini habari hizi zinazungumzia wokovu tu. Roho ya kitabu cha Kutoka 14:13, wakati wana wa Israeli wametoka Misri, Mungu amesikia kilio na mateso yao. Wakiwa njiani, mbele kuna bahari ya Shamu, nyuma kuna jeshi la Farao linakuja. Walikuwa hawajui wanaenda kutoka vipi, walikuwa hawaelewi ni nani atakayewasaidia. Wakasahau ya kuwa Mungu wao alishawaahidi kwamba atawakomboa. Na zile nyakati wakawa wanamuuliza Musa, tunatokaje hapa? Lakini Musa anawaambia hivi, Bwana amesema hivi, simameni hapa na mkaone wokovu mkuu wa Bwana, na mkono wa Bwana utaokoa siku ya leo. Kwa maana Wamisri hawa mnaoona siku ya leo hamtaona tena. Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Inawezekana uko mahali hapo nyuma unaona kuna gharika inakufuata nyuma, lakini mbele yako hauoni mlango wa kutokea. Lakini siku leo Bwana Yesu Kristo amekuja kukwambia hivi, utakapomkiri utauona wokovu wake ulio mkuu, vile ambavyo hukutarajia na vile ambavyo hukutegemea. Yesu Kristo amekuja kukuokoa siku leo, na swala zima ni kumkiri na kuamini ya kuwa yeye ni wokovu wako. Maisha hayana maana kama hautampokea Yesu Kristo. Maisha si chochote kama hautakuwa na Bwana Yesu Kristo. Ni wakati wako wewe dada, ni wakati wako wewe kijana, ni wakati wako wewe mama kumpokea Yesu Kristo. Ni wakati wako wewe binti kumkubali Yesu Kristo ya kwamba ni mwokozi. Mbele sioni, lakini ukimpokea Yesu Kristo mbele yako itakuwa ni njema. Akutumii tikati ya matatizo ama shida zako kumpokea Yesu hapana. Katika nguvu za giza akasema haiwezekani mwanadamu niliyoumba kwa mfano wangu na kwa sura yangu ateseke na aendelee kuishi katika ufalme wa giza, aendelee kuteswa na adui, aendelee kuteswa katika magonjwa, aendelee kuteswa katika dhambi, aendelee kuteswa katika zinaa, aendelee kuteswa katika mambo yote ya ulimwengu ambayo yatamfanya mtu huyu. Baada ya hayo Yesu Kristo Mungu Baba akakaa kikao mbinguni, akasema ni mtume nami duniani ili aende kuokoa wanadamu na dhambi zao. Hapakuwepo mtu wa kutokea, lakini akatokea mwanaume Yesu. Akasema Baba nitume mimi nitakwenda nimwokoe mtu wa Mafinga, mimi nitakwenda niwaokoe vijana wa Mafinga, nitakwenda nimwokoe baba, nimwokoe mama, nimwokoe kijana aliyeko Mafinga. Na ndio maana leo tumekuja kwako kuzinena habari za Yesu Kristo. Yesu Kristo anakupenda mtu wa Mafinga, ndio maana hajaacha, ametutoa mbali kwa ajili ya kulinena neno lake na kuambia upendo wake juu yako kijana na juu yako mama. Yesu alipokuja duniani akauvaa mwili, akawa mwanadamu, akawa kama mimi na yawezekana umesumbuliwa na magonjwa, yawezekana umeteseka na adui shetani, lakini siku ya leo tuko mahali hapa tunakuletea habari za Yesu Kristo, yeye ambaye anakupenda zaidi ya wanadamu. Haleluya! Huu ni wakati sahihi kabisa ambao neema ya Mungu imekuja kwa ajili yako. Huu ni wakati sahihi ambao upendo wa Kristo umekuja kwa ajili yako wewe binti mwenzangu. Neema ya Mungu iko mahali hapa kwa ajili yako baba. Neema ya Mungu iko mahali
uweza wa Bwana uletao wokovu kwa Myahudi kwanza na Myunani pia. Myahudi ni wewe ambaye unasikiliza neno, lakini Myunani ni yule ambaye tayari amekuja kuletea neno. Ina maana yeye anapokuletea neno, hilo neno naye linamhusu pia. Nataka nikwambie kwamba katika asubuhi ya leo tunaenda kujifunza kitu kinaitwa msamaha wa dhambi. Msamaha wa dhambi kwa mwanadamu. Ina maana Yesu Kristo alipokuja duniani alikuwa na ajenda moja, na hiyo ajenda ilikuwa ni kumwokoa mwanadamu kutoka katika vifungo. Alikuja kumtoa mwanadamu kutoka katika dhiki. Alikuja kumtoa mwanadamu kutoka katika mateso. Na injili ninayokuambia sio hadithi, ni injili ambayo ni halisi kabisa. Yesu Kristo anatamani kutuma tukueleza habari hizi. Naomba usipokee hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Msomaji wangu, naomba twende sawa. Nifungulie kitabu cha Ezekieli sura ya 18 mstari wa 20 mpaka 22. Kitabu cha Ezekieli 18 mstari wa 20 mpaka 22. 18 mstari wa 20, Ezekiel anasema, roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Mwana hatauchukua uovu wa baba yake, wala baba hatauchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Lakini mtu mbaya akigauli na kuacha dhambi zake zote alizozitenda na kuzishika amri zangu zote na kutenda alikuwa na utukufu toka moja mwanadamu aliubeba utukufu wa Mungu, lakini shetani asivyo na akili akaamua kuingia na kumwharibu mwanadamu kupitia nyoka. Biblia inaniambia nyoka alikuwa ni mnyama mwerevu kuliko wote, na ndio maana Ibilisi akaamua kutumia nyoka ili kumdanganya mwanadamu. Sikiliza nikwambie ya kwamba roho ile itendayo dhambi ndio itakayokufa, lakini ile roho ambayo itaamini ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana haitakufa, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa haki. Anasema dhambi hata moja haitakumbukwa. Lakini neno linaniambia mwana hatauchukua uovu wa baba, wala baba hatauchukua uovu wa mama, wala mtoto hatauchukua uovu wa baba. Sikiliza nikwambie, wako watu wengi ambao wanajidanganya, wanasema kwamba baba ameokoka na mimi nimeokoka. Sikiliza nikwambie, bado uelewi ya kwamba ya kupasa wewe uchukue maamuzi kwanza uokoke, ili Yesu asilie msamaha ndani yako, kwa sababu hiyo roho yako ipate kuwa hai, roho yako ipate kupona, kwa sababu Yesu anatenda dhambi. Nataka nikwambia kwamba uko msalaba wa Yesu na neema ya Bwana ambayo yenyewe inaashiria wokovu kwa mwanadamu. Na ndio maana nikakwambia kwamba maana unapomkiri Bwana kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako, hapo ndipo unapata wokovu na si vinginevyo. Wokovu haupo kwa wanadamu. Wanadamu wanaweza kukuumiza bure, lakini uko upendo wa Yesu, uko upendo wa Yesu ambao Yesu anatamani ashiria ndani yako, kwa sababu ukimpokea Yesu anashiria pendo la kweli, anakupenda kweli kweli. Wako watu ambao wanaumizwa na upendo wa wanadamu. Kuna mtu alimpenda mtu lakini ameachwa, ameumizwa. Lakini Yesu akikupenda hakuachi mwanangu. Yesu akikupenda anakung'ang'ania mwanangu. Yesu akikupenda anakuisha ndani. Yesu akikupenda anakupa neema kuishi. Na ndio maana nasema dhambi hata moja uliyoitenda endapo utamwamini haitakumbukwa. Mpige kelele, sema amen.